Wild West TV. Bwana, dakika 90 za mchezo wa mkondo wa kwanza kombe la shirikisho barani Afrika zinamalizika kwa mnyama Simba kukubali chuma mbili kuingia katika nyavu zake, huku kauli mbiu yao ni kwamba hii tunavuka. Watavukaje na chuma mbili tayari zimeshatikisa nyavu zao? Huu hapa ni uchambuzi wa Hans Raphael, mchambuzi kutoka Clouds Media, anatuambia nini mara tu baada ya Simba kupoteza mchezo huo, huku akisubiri siku ya marejeo tarehe 9 katika dimba la Mkapa jijini Dar es Salaam, na ili avuke kwenda hatua ya nusu finali inabidi ashinde kuanzia goli 3 kwenda juu na yeye asiruhusu goli lolote, ili iwe rahisi kwa yeye kuvuka katika hatua hii ya robo kwenda katika hatua ya nusu finali. Hans Raphael, mchambuzi kutoka Clouds Media, ameweza kuchambua mchezo huo kwa namna yeye alivyouona, huku tahadhari kubwa akiwatahadharisha Simba kwamba goli 2-0 ni nyingi. Hans Raphael ameanza kuchambua mchezo huu kwa kusema goli 2 ni nyingi kwenye soka la Afrika, tena kwa bahati mbaya 2-0. Hivyo kwenye mechi ya pili Simba wanatakiwa kufunga goli 3 huku wakipambana kutoruhusu goli lolote. Huu ni mlima mkubwa sana. Hans Raphael kama unavyoona ametutanabaishia aya ya kwanza kwamba goli 2 ni nyingi sana hasa katika soka la Afrika. Hivyo huu ni mlima mkubwa sana kwa Simba Sports ambaye anasubiri mchezo wa marejano katika dimba la Mkapa jijini Dar es Salaam siku ya tarehe 9. Ameendelea kwa kusema kuna mtu atakwambia Simba wamecheza vizuri, walikuwa na on target 17 na total shots 18, ila mwisho wa siku hakuna goli. Narudia tena, mechi za mtoano watu hawaangalii umiliki wa mpira bali matokeo ya mwisho. Ndio maana ushangai kuona Al Masry anapaki basi kwenye mechi za ugenini. Ndio maana ushangai kuona Al Ahly anapaki basi kwenye mechi za ugenini. Ni kweli Simba walikuwa na umiliki mkubwa, ila nyuma hawakuwa na nidhamu. Al Masry walikuwa tishio kwenye counter na hata goli la pili limetokana na counter. Haya ni matokeo ya miaka yote ya Simba kutaka umiliki mkubwa kuliko matokeo ya kupita. Namaliza kwa kusema nilitarajia Simba kupaki basi na kupiga counter, ila imekuwa tofauti na goli 2 wamefungwa baada ya kuingia kwenye mtego wa Masry. Simba wanatengeneza mlima mkubwa sana bana. Huu ni uchambuzi wa Hans Raphael mara tu baada ya mchezo wa Simba dhidi ya Al Masry kumalizika. Tuandikie pia maoni yako katika sehemu ya comment, unatuambia nini juu ya mchezo huo. Je, Simba anakwenda kuvuka kwenda katika hatua ya nusu finali, au Simba safari yake imeishia hapa kama ambavyo ana jina lake anaitwa Mwaka Robo?